Mradi wa ujenzi wa jengo la utawala uliopo katika kata ya Chamagua, halmashauri ya manispaa ya Shinyanga ulianza kutekelezwa tarehe 14 Aprili 2022 kwa njia ya force account kwa kutumia lokofundi. Mradi huu unatarajia kugharimu kiasi cha taslimu shilingi bilioni 4 ambazo ni fedha kutoka serikali kuu, ambapo taslimu shilingi bilioni 3.7 zitatumika katika ujenzi wa jengo na taslimu shilingi milioni 300 zitatumika kwa ajili ya ununuzi wa thamani za jengo. Baada ya kukamilika kwa jengo hili, litakuwa na ghorofa 2 zenye ofisi 41, kumbi 2 za mikutano, matundu ya vyoo 14, vyumba vya mifumo ya tehama 5. Mradi huu unatarajiwa kukamilika ifikapo tarehe 30 Disemba 2025. Lengo la mradi ni kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa watumishi na kuongeza ufanisi katika utendaji kazi ili kufikia malengo yaliyokusudia kwa kuondoa changamoto ya upungufu na uchakavu wa ofisi uliokuwepo. Utekelezaji wa mradi. Hadi sasa mradi huu umetekelezwa kwa asilimia 89. Kazi inayoendelea ni ukamilishaji wa skimming ndani na nje, ufungaji wa mifumo ya tehama, umeme, maji pamoja na ujengaji wa partition na uwekaji wa vigae. Mimi kama mwenyekiti wa WALAT mkoa wa Shinyanga, kwa kazi hii ya jengo la utawala la halmashauri ya manispaa ya Shinyanga liko vizuri, na niseme tu nichukue nafasi kupongeza Mheshimiwa Rais Mama Samia kwa fedha alizoleta ili kukamilisha jengo la utawala la manispaa ya Shinyanga ili watumishi waweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Na vile vile ni mstahiki meya wa manispaa ya Shinyanga pamoja na mkurugenzi wa manispaa. Mimi niseme kwa kweli manispaa ya Shinyanga mnaitendea haki. Kazi ni nzuri kwa kweli. Hata sisi wajumbe ambao tumetoka nje ya halmashauri hii kuna vitu tumejifunza. Maana uzuri serikali ya Mama Samia inatuletea hela, tunaendelea na ujenzi kwenye halmashauri zetu. Lakini kama wajumbe wa WALAT kuna kitu wamejifunza. Ndio maana utaratibu wa WALAT mkoa, tukifika kwenye kikao lazima tuangalie miradi ya maendeleo. Inatupa fundisho fulani kama wajumbe wa WALAT mkoa. Jengo hili likikamilika tutakuwa na uwezo wa kukaa kwa pamoja. Unaona kwa sasa tumesambaa, huyu huku, idara nyingine utafute, lakini vile vile watu wengine wanakaa ofisi, watumishi wengine wanakaa kwenye ofisi ndogo wanabanana, lakini tumeona kila idara, kila kitengo na mkuu wa idara anakuwa na ofisi yake na wasaidizi wake wana ofisi yake. Kwa hiyo itapunguza hadha ile ya watumishi kubanana, lakini wananchi vile vile watapata hata mahali pa kuketi na kuhudumiwa vizuri, watapata huduma bora sana. Pongezi hizi nimezipokea vizuri, zinanipa changamoto ya kupambana zaidi katika miradi mbalimbali iliyoko ndani ya manispaa, ikiwepo masoko mbalimbali ambayo tunajenga, tunaendelea kukamilisha shule mbalimbali, ikiwepo shule ya wasichana, tumejenga majengo makubwa. Kwa pongezi hizi nimezipokea vizuri. Nashukuru sana. Imenipa moyo, imenipa matumaini ya kuendelea kupambana kwa ajili ya kukamilisha miradi na wananchi wapate huduma bora katika majengo haya. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kujali maslahi ya watumishi wa umma, ambapo kuzingatia mazingira yao ili waweze kutoa huduma nzuri kwa wananchi. Sambamba na hilo, nitumie pia fursa hii kuipongeza sana halmashauri manispaa ya Shinyanga, viongozi wote wakiongozwa na meya wa manispaa, lakini mkurugenzi mtendaji na timu yake yote ya management. Tunajua katika utekelezaji wa kazi hizi zipo kunaweza kuwa na changamoto mbalimbali, lakini kwa kazi kubwa ambayo imeifanya wameonyesha umahiri wao wa kukabiliana na hizo changamoto na kuhakikisha kwamba fedha ambazo zinaletwa zinatumika vizuri katika kutekeleza miradi na wananchi kuweza kupata huduma. Mradi una kiwango kizuri, mradi unapendeza na spidi ni nzuri, na kwa muda ambao wameutaja mwezi Disemba nadhani kwamba watakuwa wamefikia hatua ya kumaliza kwa spidi hii. Kwa kweli mimi kama mjumbe wako wa kamati hii na kuwa na matarajio kwamba watakuwa wamefikia malengo waliyojiwekea. Kwanza, majengo haya kimkakati kwenye mikoa mbalimbali na wilaya mbalimbali ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo kwa hapa inatekelezwa. Na nyinyi wote mmeona jengo hili la kisasa kabisa limejengwa kwa viwango, zingatia vigezo vyote, na thamani ya pesa ya jengo imeonekana kama ambavyo wajumbe wa WALAT walivyopongeza kazi hii nzuri ambayo imefanyika hapa.
mkurugenzi, madiwani pamoja na mstahiki meya. Kwa kutuweka pamoja ndio maana tunasonga mbele, miradi inasonga mbele. Na pia nimshukuru sana Mama Samia kwa kutuletea fedha, na hasa sisi madiwani tumeamua kuzisimamia pamoja na mkurugenzi pamoja na mstahiki meya. Ndio maana jengo linaenda haraka. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.